Mratibu wa mradi wa kilimo kwa lishe bora kutoka taasisi ya Consonant Bi Edina Paul Mwasile amewahimiza wananchi kuwa na utamaduni wa kuhifadhi mazingira kwa kuepuka utupaji wa taka hovyo ili kulinda vyakula vinavyopatikana katika mazingira wanayoishi ikiwemo mboga na matunda. Ametoa wito huo Juni 4, 2026 jijini Dodoma katika maonyesho ya siku ya mazingira duniani yanayoendelea hadi Juni 5, 2026. Majina yanaitwa Edina Paul Mwasile. Mimi ni mratibu wa mradi unaitwa kilimo kwa lishe bora. Natoka asasi inaitwa Consonant. Consonant ni wadau wa bia wa agroforestry. Tuko tunatekeleza mradi wa kilimo misitu na leo tumefanikiwa pia kushiriki na wadau wengine wa mazingira kwa sababu na sisi pia ni wadau wa mazingira, na sisi kama Consonant tuko hapa kama wadau wa lishe kuhamasisha masuala ya ulaji unaofaa, hususani ulaji wa vyakula mchanganyiko, yani inamaanisha mlo kamili. Kama tunavyotambua vyakula vingi vinapatikana kwenye mazingira yetu, na tunapotunza mazingira tuna uhakika wa kuweza kupata vyakula hivi vyenye virutubishi kwa wingi. Kwa mfano matunda, mboga, matunda pori ambayo tayari sasa kulikana na uharibifu wa mazingira yanaweza yakawa yanapotea na hivyo kuweza kuhatarisha ulaji. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kufahamu namna gani vyakula hivi mchanganyiko vinavyopatikana katika mazingira yetu. Tunapotunza mazingira pia tunakuwa na uhakika wa kuweza kupata mlo kamili. Yaani ushiriki wetu sisi huko hapa mahususi kwa kuweza kumsaidia yule ambaye atafika mahali hapa kuweza kujua kwanza ni mambo gani ya msingi ya kuwekea msisitizo, kwamba sasa mimi kama ninapotaka kula namna gani niweze kujua mchanganyiko wa hivi vyakula katika mazingira yangu, niweze kuandaa, lakini namna gani ya kuweza kuvitumia, lakini pia vinapatikana vipi. Lakini pia kingine anaweza kufahamu kwamba namna gani maamuzi anayoyachukua katika ulaji wa vyakula mbalimbali vikiwemo vile ambavyo vinatoka viwandani vinaweza pia kuchangia sio tu kuathiri afya yake, lakini pia kuharibu mazingira yetu. Kwa hiyo anaposhiriki anapata hizi elimu, anaenda kumpelekea jirani na jirani naye anasikia, ili wote kwa pamoja tuweze kuchangia katika juhudi za kukijanisha na kusaidia utunzaji wa mazingira yetu. Natamani nitoe wito kwa kila Mtanzania kuweza kuona namna gani mazingira ni swala mtambuka. Tunapozungumza mazingira, kila mtu ni mdau wa mazingira. Sababu kama binadamu unahitaji chakula na chakula kinatoka kwenye mazingira yanayokuzunguka. Kwa hiyo tunapotunza, Waswahili mara nyingi wanasema tunza kikutunza.